So ladies and gentlemen, habari ambayo imetufikia hapa sasa ni kwamba zipo nchi 36 mpaka sahihi ambazo zimeweza kuzuiliwa zisiweze kuingia kati ile nchi ya Amerika ama United States of America, Marekani kule na mzee mzima Donald Trump. Na kati ya hizi nchi 36, nchi 25 zimetoka bara la Afrika, na kati ya hizi nchi 25, nchi 2 zimetoka sehemu ya mashariki mwa Afrika ambayo ni Kenya, Uganda na Tanzania. Nchi 2 kati ya hizo nchi 3 nilizokutajia, 2 zimekatazwa kuingia katika nchi ya Amerika. Hivyo basi wametoa sababu yao hapa, kitu gani ambacho kimefanya ama kimesababisha mpaka wawakataze kutoingia pale, na wakasema kwamba ni ulaghai wa hati za utambulisho wa ukiukaji wa visa. Yani ni ulaghai wa hati za utambulisho na ukiukaji wa visa. Hiyo ndio sababu ambayo wameweza kuitoa hino nchi ya Amerika. Na kati ya hizi nchi ambazo ni 25 ambazo ziko ndani ya Afrika ambazo zimeweza kukatazwa kuingia katika mji ama hii nchi ya Amerika ni zifuatazo, nitakusomea hapa. Moja hapo ni Liberia, Malawi, Mauritius, Niger na Nigeria. Alafu tukaenda mbele hapo ambapo wametoa Sierra Leone na Senegal, South Sudan. Baada ya hapo wakaenda na Zambia na Zimbabwe. Na 2 ambazo zimeendelea pia kutajwa hapo kati ya hizi ambazo zinatoka East Africa ni pamoja na nchi ya Mama Suluhu Hassan Samia ambayo ni Tanzania pamoja na Uganda. So kwenye nchi ya bara la Afrika, na tukiegemea sana sana upande wetu kule ambako tunakuita East of Africa ama mashariki mwa Afrika, kunazo nchi ya Tanzania pamoja na Uganda ambazo zimezuiliwa kutoingia kwenye nchi ya Amerika, na South Sudan kama vile tulivyotaja hapo awali. So najua watu wengi sana wataanza kujiuliza ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka hino restriction iweze kuwekwa, na kwa nini hii restriction haikuwekewa nchi kama Kenya, ambapo tunajua ya kwamba huu ulaghai ambao watu wengi wanauongelelea, ambao tunasema ni ulaghai wa hati za utambulisho, ni vitu ambao sana sana vimefanyika sana 254, lakini utaona 254 ama nchi ya Kenya bado inaendelea kusafiri ama bado iko na uwezo wa kusafiri. Na utaona nchi kama ya Egypt na Ethiopia ni nchi ambayo iko karibu sana na United States of America, ama ni nchi ambayo inakaribiana na ina uhusiano mzuri sana na United States of America, lakini utaona hiyo nayo pia vile imewekewa vikwazo ya kwamba endapo baada ya siku 60 kuanzia jana tarehe 15 mpaka sahihi baada ya siku 30, 6 days, hii miezi 2, endapo watakuwa hawajarekebisha hivi vigezo ambao wamewekewa ama wameambiwa kwamba ndio wanavikosea, basi hizi nchi kamwe kabisa wafuasi wao ama wananchi kutoka hizi nchi kamwe kabisa hawataruhusiwa na rejelea kuingia United States of America. Najua wengine wataniuliza vipi KG na wale ambao tayari wako kule, ambao ni wa Uganda ama ni wa Tanzania ambao tayari wako Amerika. Swali ama jibu ni kwamba wale ambao wako kule na tayari wako na vibali ambavyo tayari vinaonyesha ama vinakubaliwa ishi kule, basi haitawaafekta mahino, sheria haitawadhuru kwa lolote lile. Lakini yule ambaye ndio yuko kule, ambaye ndio endelea kutafuta vibali sahihi, ama ambaye alitoka na baadhi ya vibali kutoka let's say like Tanzania na Uganda, na sasa ndio yatafuta kile kibali ambacho kitamfanya akuwe resident kule, basi itakuwa ngumu kwake kupata hivi vibali, isipokuwa kitu ambacho itahitajika ni nchi yake iweze kurekebisha vile vitu ambavyo wametumwa warekebishe. Nchi kama ya Ghana na Nigeria ni nchi ambayo ukiangalia raia wake, yani raia wengi sana wa nchi ya Ghana na Nigeria ni wengi sana, ambao ni baadhi ya Waafrika ambao wanaongoza kwa namba kubwa ambayo iko nchi ya Amerika kule. Lakini sasa cha msingi hapa si kuonekana, yani cha msingi si ati ni kina nani ndio wengi kule ama ni kina nani ambao sio wengi, lakini bado vile nataka tujiulize ama tuongee kitu kingine ambacho nafikiri ni sahihi na ni wakati mwafaka sahihi tuongelelee kama Afrika. Tujiulize, je,
endapo tumekatazwa kuingia kwenye nchi kama Amerika, ni kitu gani ambacho sisi kama Waafrika kinatuhumiza, ama ni kitu gani makini sisi kama Afrika tunakikosa endapo tutakatazwa kuingia nchi kama Amerika? Je, kuna ulazima wowote wa sisi tuende Amerika ndio maisha yetu yakuwe mazuri? Je, kuna ulazima ya kwamba endapo utakatazwa basi tulie, tulalamike, tuhuzunike? Unajua kuna vitu ambavyo sometimes wanajiuliza mwenyewe kwamba hata sometimes hawa ambao ni Amerika, hawa ambao ni wazungu, hawa wametoka bara la Amerika na bara la Uingereza kule, ndio watu ambao wanang'ang'ana sana kuja wapi? Kuja nchi za Afrika. Niko na uhakika kabisa ya kwamba endapo rais yoyote wa nchi ya Afrika leo hii atasimama na kukataza uzungu ama kukataza mzungu ama Amerika, amwambia kwamba tunakataza nchi fulani isiweze kuingia kwenye nchi yetu, they are the one going to complain more than the whatever we are complaining as our country. Yani vile ambavyo sisi tunalalamika kama nchi, sivyo vile wale ambao watalalamika. Yes, maybe wako na pesa nyingi kutuliko, yes fine, but kiukweli kabisa nchini kwetu ama nchi yetu ama nchi zetu za Afrika ni bora zaidi kuliko zao in terms of the environment and in terms of the peaceful, which we are talking about Tanzania leo hapa. We are not talking about Kasongo side. Tunaongelea kuhusu ile amani ama ule uhuru ambao uko nchi ya Tanzania. Wazungu wengi sana wanapenda kwenda ile nchi kwa sababu gani? They have that wanajua kabisa wakienda kule wataenda nature ya nature ya binadamu na nature ya ulimwengu. They're gonna be very close to the nature of this world. Na hicho ndio kitu ambacho wazungu wengi wanakosa. Unajua sometimes unaona watu wengi ambao tuko nje, nitasema ya nchi zetu, sometimes inaonekana kama we are enjoying life. Yani unaona kama wale watu ambao wako nje kama Uarabuni, uzunguni wa Amerika kule, unaweza kadhani ya kwamba wana enjoy maisha sana kwa sababu ya maisha ambao wanaonyesha kwenye mitandao. But for real sense, those people are passing through hard time. Wezi pata mtu Amerika ana enjoy vile vile na yule mtu ambaye yuko zake Kenya ama yuko zake Tanzania ama Uganda wakati ana amani. Kama mtu ana amani kwenye nchi ya Afrika, my friend, ana enjoy zaidi sana kuliko yule mtu ambaye yuko zake Amerika. Na isitoshe pia vile vile endapo hata mtu kama anafanya kazi kule Amerika ama let's say like Europe, ile pesa ambayo analipwa, kuna ushuru mkubwa ambao ile serikali ya kule inawatoza ama inawanyonya, na mwisho wa siku ule mshahara ambao atabaki nao yeye itakuwa ni mshahara kidogo sana. Na isitoshe pia vile vile kuna vitu vingi vya kuongelelea ambao vina act kama disadvantages za hizi nchi over the advantage ambao tunapatana nazo tukiwa nchi zetu za Afrika. So mimi nchi kama ya Tanzania na Uganda ikikatazwa ama ikiwekewa ino sanction ya kwamba hawaruhusiwi kwenda zao kule, sidhani kama Watanzania wanafaa kuwa na ile audacity kwamba waende kwenye hizi video ambazo zimetangazwa hizi taarifa habari na waanze kuonyesha emojis za kulia ama emojis za kuhuzunika ama emojis ambazo zinaonyesha kama they feel it. I think they have nothing to lose kama nchi za Afrika endapo tutakatazwa kusafiri nchi kama Amerika, because wengi wetu ambao tunaenda kule ama wengi wetu ambao wanataka kusafiri kule, most of them ni kukimbia uchochole ule ambao uko pale Afrika ama kukimbia usalama wake mtu labda ule ambao uko nao. Kama tukiongelea nchi kama ya Tanzania pamoja na Kenya, utaangalia wale some of the activists ama wale wanaharakati ama wale ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu ambao wengi wao walikuwa wanawindwa na serikali ili maybe wamalizwe ama tekwe nyara, utaona ndio wengi ambao wamefanya nini, wamesafiri kwenda zao Amerika kule na kuamua kuanza maisha yao kule. Sasa sijui kama hino sheria endapo itaendekeza mpaka iseme ya kwamba wale raia wa hizi nchi ambazo wametajwa ambao wako zile nchi ama wako ile nchi Amerika vile vile pia wanatakikana kurudishwa kwao makwao, sijui itaendaje na sijui itakuwaje. Anyway, it is what it is, guys. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video so that I can get some information whenever we get them at the right time. Thanks for watching, guys.